Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix Dagobert Mangosongo kutoka kwenye maskani umenia ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 niko hapa kwa ajili ya kufanya marejeo ya unabii. Ilikuwa tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Mwamba mashuhuri Yesu alitoa nabii 21 za dunia, ambao mwamba mashuhuri Yesu katika zile nabii alizozitoa unabii wa 17. Mwamba mashuhuri Yesu alitoa unabii wa 17 ulikuhusu makosa ya dola ya Roma ambayo imegharimu mataifa ya dunia, imewagharimu watu wote wakao juu nchi kufanya dhambi duniani. Mwamba mashuhuri Yesu alieleza makosa 7 ya dola ya Roma. Moja kati ya makosa hayo mwamba mashuhuri Yesu alieleza ilikuwa baraza la Nikea, ambalo lilikuja na miungu watatu ambao hawajawahi kurekodiwa na manabii wa Kiebrania wala mitume wa Kiebrania. Lakini mwamba mashuhuri Yesu katika ule unabii alieleza kosa la pili la dola ya Roma. Bila shaka yote ilikuwa ni zile hatua ambazo dola ya Roma ilikuja kuongeza vitabu vya Biblia ambao havikutokana na yao Mwokozi. Kosa lao la tatu lilikuwa ni kuja na kalenda ya Gregori mwaka 1582. Kosa lao la 4 walitoa uhuru wa mataifa yalipokuwa yanadai uhuru duniani, walitoa katika anwani ya miungu katika anwani zile. Kosa lao la 5 mwamba mashuhuri Yesu alieleza wazi katika michoro ile kinabii kwamba walisema Biblia imepitwa na muda. Kosa lao la 6 walipitisha ushoga na usagaji ambao tayari imethibitika, na wakati unabii ule unatoka kosa lao la 7 mwamba mashuhuri Yesu aliutoa unabii kwamba watafanya kosa la 7, watalazimisha mataifa ya dunia waweze kuikataa Israeli, na hakika unabii ule ulikuja kutimiza tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2025 pale New York walipokuwa wamekutanika katika michoro ya kinabii. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo. Mungu mashuhuri Yesu katika unabii alieleza ulimwengu huu utakutwa na hali mbaya zaidi kuwahi kutokea. Alisema hali mbaya za hewa, matetemeko makubwa, magonjwa makubwa, vita na mapigano mbalimbali, ajali kuu zitatokea ulimwenguni. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo kwamba tayari unabii huu umeanza kuthibitika duniani. Mmeona nini imetokea, lile tetemeko kubwa kabisa lililotokea pale Venezuela katika mikoto ile kinabii. Lakini pia pamoja na hayo Mungu alisema hali mbaya za hewa zitaikumba dunia, na tayari mmeona ya mambo haya yanathibitika duniani. Kwa hiyo ninawaambia watu wote duniani, tubuni dhambi kwa sababu Yesu hapitwi na muda. Mwamba mashuhuri Yesu akisema jambo lazima atathibitisha michoro. Kwa hiyo niko hapa kufanya anwani hizi, kuunganisha michoro hii ili watu wote wapate kusadiki kwamba Mungu mkuu Yesu akisema lazima atathibitisha maono katika lugha kuelekea moja siku za mwisho. Na hapa nitumie jukwaa hili makanisa yote ya Protestant Pentecost, tubuni dhambi, geukeni, rudini kwa Mungu mkuu, acheni mafundisho ya miungu watatu, rudini kwa Yesu Mungu mfunuzi wa mambo, Mungu wa zama zote katika lugha ya kinabii. Ninaweza nikasema haya na watu wengi wanaweza wakadharau, kwa sababu leo watu wengi wanatumia elimu za darasani, elimu ya cosmology, elimu za theolojia kujenga hoja zao. Haya sio mambo ya theolojia, haya sio mitazamo ya akili ya mwanadamu. Hii ni ufunuo ya Mwokozi ule Mungu ufunuo. Nawe unaweza kumtafuta Mungu mkuu ukamuuliza maswali katika ufunuo, naye akakujibu kuelekea kwenye mwelekeo kuelekea moja ya siku za mwisho. Wewe unaweza tutaunganisha unabii huu ni maelezo haya pamoja na unabii ule na matokeo unabii, upate kusadiki kwamba mambo ya mashuhuri Yesu uijua mwisho tangu mwanzo katika anwani hizi mashuhuri. Tubu dhambi, geuka. Unaweza kufuatilia ujumbe wa Nane Kanisa kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mangosongo Ministry. Unaweza kupata mahesabu ya kinabii na unaweza pia kufuatilia mtandao wetu wa TikTok. Kuna nabii nyingi ambao mambo ya mashuhuri Yesu ameziachilia, na mpaka sasa nabii zaidi ya 175 zimetimizwa duniani, na kutokea mwaka 2023 mambo ya mashuhuri Yesu alianza kutoa unabii wa kwanza kuanzia mwezi wa 9, tayari nabii 175 zimetimizwa. Ukiona haya yote yanathibitika, ujue huyu ni Yesu Mungu mfunuzi wa mambo. Sauti ile nenwa Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova katuonane katika ulimwengu unaokuja. Amina. Bwana wabariki. Leo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2025 kutoka kwenye maskani wa mwenye ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda kwenye mataifa ya dunia. Bwana asema hivi, anaachilia unabii wa 17 leo katika michoro yake ya kinabii. Bwana asema hivi, dola la Roma tawala imani, mmefanya dhambi duniani, mmefanya dhambi ya mambo makuu 7 ambayo bila shaka yote Yesu anayaandika mambo yenu hayo ili mpate kutubu dhambi, na msipotubu dhambi mtayaona hayo ambayo haya na bodi yataikumba dola hilo. La kwanza, baraza la Nikea la mwaka 325 mliweka miungu watatu kinyume na manabii wa Kiebrania na kinyume na mitume wa Kiebrania. Kosa neno la pili, Bwana asema hivi, mliongeza vitabu vya Biblia mwaka 1546 kwenda mwaka 1563 kama kosa neno la pili.
Kosa lenu la tatu, mlikuja na kalenda ya uongo ya Maki Gregory ya mwaka 1582 ambayo mliweka siku inaanza saa 6 usiku, na wakati mkijua kabisa kufanya hivyo mliweka miungu watatu, mliweka 666. Ndio maana mkianza saa 6 usiku, ikifika saa 12 mnagonga kengele ya masaa 6, ikianza saa 1 mpaka saa 6 mnagonga kengele ya masaa 6 ya pili, ikianza saa 7 mpaka saa 12 mnagonga kengele ya saa 6 ya tatu. Ukiongeza au ukisogeza utapata 666. Hiyo ni namba ya mpinga Kristo ambayo Mungu ameshauri. Yesu anasema hilo lilikuwa kosa lenu la tatu. Kosa lenu la nne, mliunda mataifa ya dunia pale wakati mataifa yalipokuwa yanadai uhuru kutoka kwenu, mkayaunda mataifa ya dunia kwa kufuata mwelekeo wa miungu ya dunia ambayo nyinyi wenyewe mnajua kabisa haikuwa Mungu mkuu. Hilo ni kosa lenu la nne. Kosa la tano, mmesema Biblia imepitwa na muda. Kosa lenu la sita, mmekubaliana na ushoga na usagaji. Na kosa lenu la saba, mnavyozidi kuendelea na tayari wafuasi wenu, watu wenu wanaofuata kutoka Ulaya, wengine wameanza kuleta shida dhidi ya uwepo wa taifa la Israeli. Bwana asema hivi, kwa makosa haya saba mtakutwa na mambo yafuatayo duniani. Moja, mtakutana na matetemeko makubwa kuwahi kutokea. Pili, mtakutana na hali mbaya ya hewa. Tatu, mtakutana na ukame na ukavu uliozidi. Namba 4, mtakutana na magonjwa. Namba 5, mtakutana na vita mbalimbali. Namba 6, mtakutana na mapinduzi ya kijeshi na mapinduzi ya kisiasa. Na namba 7, mtakutana na vifo, ajali, matetemeko na hali mbalimbali za kivolkano na mapigo mbalimbali vile Bwana atakavyotaka. Bwana asema hivi, ewe dola ya Roma, ewe makanisa ya Kiprotestanti wa Pentekoste, tubuni dhambi, geukeni. Yesu anarudi moja hapo siku hizi, anakuja na ujira, na bila shaka yote ameachilia uchumbe wa roho ya kanisa. Ni uchumbe wa kiujira ambao bila shaka yote utapenya kwenye mataifa yote ya dunia. Tubuni dhambi, geukeni. Yesu hana masiara, atayathibitisha maono haya kuelekea moja siku ya mwisho. Ameachilia unabii wa 17 kutoka kwenye maskani ya waumini, uchumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda kwenye mataifa ya dunia, kama anwani maalum ya maonyo kuelekea moja siku za mwisho. Bwana na bariki. Kwa mujibu wa chombo cha ABC News, Ulaya inakabiliwa na wimbi la joto kali la kihistoria tangu tarehe 21, huku baadhi ya nchi zikifika hadi kiwango cha joto 40 news, ikiwemo Ujerumani imefika hadi kiwango cha joto 41.7 news, Poland ikiwa na kiwango cha 40 news.5 na Slovakia ikiwa na kiwango cha 41.1 news. Inaelezwa chanzo kikuu cha hali hiyo ni mchanganyiko wa joto la kawaida la msimu wa kiangazi Ulaya na ongezeko la gesi chafuzi ambalo limeongeza kiasi na ukubwa wa mawimbi ya joto, na limekuwa juu kwa nyuzi 15 hadi 18 kuliko kawaida. Katika maeneo mengine tayari zaidi ya watu 1300 wamefariki kutokana na joto hilo. Baadhi ya miundombinu kama barabara, reli na baadhi ya milima yenye barafu Uswizi zimeyeyuka kwa kasi, na baadhi ya mitambo na nyuklia nchini Ufaransa imelazimika kusimamisha shughuli kwa muda.